Lango jina ni mjukuu wa bunduki, kijana Uhuru Kenyatta, mtetezi wa wanyonge. Mimi nataka kuzungumzia mambo ya Mheshimiwa Prime Minister Raila Amolo Odinga akiwa Mombasa akisema ya kwamba 2027 ODM kama chama watakuwa katika kwenye debe. Nakubaliana na Mheshimiwa Prime Minister Raila Odinga, but tunasema ya kwamba kama ODM itakuwa kwa debe, itakuwa kwa chini ya Ali Hassan Joho kama mgombeaji ya urais wa chama cha tiketi ya ODM, kwa sababu Ali Hassan Joho pia amekufa na Mheshimiwa Raila Odinga. Na wakati Raila Odinga alikuwa anazungumza mambo ya ODM itakuwa kwa ballot, alikuwa na Mheshimiwa Sultan Ali Hassan Joho. Hapo kwa je umeongea. So tunasema hivi ya kwamba 2027 kama baba amesema ya kwamba ODM inakuwa kwa debe, inakuwa kama Ali Hassan Joho ndio flag bearer katika kwenye kinyang'anyiro ya urais 2027. Hiyo tutaunga mkono. Kwa sababu Mheshimiwa Raila Odinga na Joho ni kitu kimoja. So hata sisi kama vijana wa Ali Hassan Joho tunaunga mkono yale matamshi ya Mheshimiwa Prime Minister Raila Odinga ya kwamba 2027 kama atakuwa kwa debe, Sultan ndiye anakuwa flag bearer ya chama cha ODM. Na babu deputy. Hapo sawa. Usiku ndiye amesema. Na babu deputy wake. Yes. So sisi tunakubali kuunga matamshi ya Prime Minister, lakini tunasema flag bearer wetu wa ODM 2027 katika kwenye mambo ya chama ni Ali Hassan Joho. Tunasimama na yeye kwa sababu huyo ndio kiongozi ambaye amesimama na ODM. Huyo ndio kiongozi amesimama na Mheshimiwa Raila Odinga. Huyo ndio kiongozi ambaye ameshikilia watu wote pembe zote za Kenya kwa sababu mwaminifu wake na kati yake na Mheshimiwa Prime Minister Raila Odinga. So tunaunga mkono ya kwamba sisi kama vijana, sisi kama wakereketwa, sisi kama wafuasi dai ya Mheshimiwa Prime Minister, tunaunga ya kwamba ODM ikuwa kwa debe na ikuwa na Mheshimiwa Ali Hassan Sultan 001 kama flag bearer. Bwana tafadhali, bangi peleka kwa mama yako. Nasema hivi ya kwamba tunazungumza tatizo la wananchi, na wakati imefika kama ni mambo ya kuunga ODM ikuwa kwa debe, tupe vijana Mheshimiwa Sultan 001 ndiye kwa flag bearer wa chama cha ODM kwa debe, tupambana William Ruto. Kwa sababu kama Raila ndiye amesema ODM inakuwa kwa debe, mimi ni nani pinge? So tunaambia Mheshimiwa Prime Minister, unga Mheshimiwa Sultan mkono akuwe flag bearer katika mambo ya presidential 2027 katika chini ya uongozi wa chama cha ODM. Kwa sababu tunataka mabadiliko ndani ya chama. Tunataka vijana barubaru. Tunataka vijana ambao kuna vijana wenzao. So Raila akiamua ODM iko kwa debe, tunaambia Mheshimiwa Prime Minister, unga kijana wetu, kijana wa Mombasa ambaye amekuwa diehard kwako sana, amekuwa mwaminifu kwako sana, amekuwa akipigania Raila Odinga sana, amekuwa loyal sana kwa ODM, amekuwa akitumia ODM na mali zake. ODM na Joho ni kitu kimoja. Raila na Joho ni kitu kimoja. So tunaombea Mheshimiwa Prime Minister 2027 unga Mheshimiwa Sultan mkono kama flag bearer wa chama cha ODM katika mambo ya urais. Kwa sababu tunaungana wote pamoja. Tumekubali. Joho amekuwa mwanachama, Joho amekuwa na Raila Odinga, wakati wa maandamano Joho yupo. Wakati wa fadhili Joho yupo. Wakati wa nini Joho yupo. Joho na Raila ni kitu kimoja. So tunaomba Mheshimiwa Prime Minister usidanganywe. Kama kuna mtu mwaminifu kwa ODM, kama kuna mtu loyal kwa ODM, ni Mheshimiwa Sultan Ali Hassan Joho. Huyo ndio kiongozi ambaye tunaweza fuata kama vijana 2027. Kama Raila ameamua ODM inakuwa kwa debe, tunakurai Mheshimiwa Prime Minister, unga Sultan mkono ili vijana pia wakuwe kwa debe kwa mambo ya faida ya manufaa ya taifa la Kenya, kwa sababu vijana wamepigania Raila Odinga. Kama sio Joho, ODM sasa ingekuwa amekufa. Kwa sababu Joho anaweka mali yake kwa ODM. Then kuna wengine wanakaa tu wanangoja Raila Odinga awa support bure. Raila akupee chama, akupee tena pesa. Wewe ni mtu useless my friend. Raila anafaa ape mtu ambaye kuna msimamo. Ukipewa chama, uko na mali yako. Kama Ali Hassan Joho. So tunaunga Joho akuwe flag bearer katikiti ya ODM 2027. Tupambane Ruto kama Joho ni flag bearer wetu wa vijana. Hiyo tunaunga mkono. Mambo ya wazee waende. Mzee ni moja ambaye tunaheshimu, ambaye tunamwenzi Mheshimiwa Prime Minister. So kijana wako ambaye ni mwaminifu,
pea Joe mkono, unga Sultan akuwe flag bearer kwa chama cha ODM. Asante sana mbunge mwenzangu. Kwa majina nyuma kidogo. Kwa majina mimi naitwa Raimiki, the grassroots president of all 47 counties. Nataka kusema hivi, nikianza na mambo yenye ilifanyikana ya Rigathi Gachagua. Rigathi Gachagua, wacha kutu confuse mazee. We are not warthogs, we are not charlatans, we are not psychophants, we are not merry-go-round men of this Kenya. Na kuna yule mtu mwenye alitumiwa barua ili apatikane hapa, si wote tutazaliwa hapa Kenya. Nataka kusema hivi, unaona yale unalia hapo, ati sijui ulitolewa siki kanisa PMC sijui what. I don't need to know the name. Hivyo ndivyo tumekuwa tukipitia wakati ulikuwa na Boynet, wakati Uhuru Kenyatta alikuwa tukipigwa na Nyiti Bim, tukienda kuchukua Raila Amolo Odinga, tukipewa roadshow na mdomo bagi airport, tulitongwa mpaka hata karibu hata vitu zangu zote baki nyuma. Wewe unalia hii testing. Sisi tumepitia mengi zaidi. Nataka kukuambia hivi, Rigathi Gachagua, kindly be polite. Be polite kidogo tu. Najua saizi unajaribu kusharpen mambo ya tribalism. Sisi wote nataka kusema sisi wote ni wa Kenya, tuungane, tuwazane pamoja, tupeleke Kenya mahali ambapo inapofaa. William Ruto amejaribu. Umesumbua William Ruto all those times mpaka ukatolewa nje. Ukakuja mambo si unataka 10 billion. 10 billion, unajua 10 billion pesa gapi? Na engineer hajakula hata 1 billion. Wewe unasema 10 billion. Forget about those are wet dreams. Forget about that. Nataka kukuambia hivi. Wewe ni mtu mmoja umeticha 10 billion na Wakenya wako kama Turkana na kofa hapa serious. Hata uwezi wana shameless, wewe ndio usaidie Turkana. Unataka 10 billion. Cannot happen, I'm telling you my friend. Wewe jinsi mlitupiga mkiwa na ndugu yako Uhuru Kenyatta, mkatupiga sana mpaka Raila na babu wenu, hiyo jeshi yote tulikuwa na Mombasa Road. Hiyo ndio pilipili inakuwasha sasa hivi. Hiyo ndio pilipili sasa inakuwasha. I want to tell you hivi. Wakenya, mambo ya ile incitement nasemekana wale wakina Douglas Kanjo, wakina Kairiri, atakuna venye serikali naweza ongea nimepea mandate, ongeni thoroughly. Hata kama inawezekana, nachukua ndege ya Moyabes, niweke yote ndio ndapiga naye kampeni. Tumia hii ndio nafasi. Tumia hii nafasi kabisa. Kairiri, tulikuwa tunapigwa pale na Boynet na anatupiga Nyiti Bim na ndege ya maskari. Dakika kidogo tulinyesha Matiaga Mombasa rumbaya sana. Chukua na kuja government utambia naye. I want to tell you this. Faruk Kibet, wasiseme kidogo tijinia. Wasiseme ati Faruk Kibet is you what? Watu wameua hii Kenya yote from the regi ya wakina Kenyatta waliua. Watu wasiwe ikiwa regime ile ya Uhuru Kenyatta waliua. Alafu mbwa wengine wanakuja hapa si wa Faruk tandika hata na mkuaji ndakusaidia. Kupinga Ruto, umepinga Sulwe. This is the time that we want to tell you Kenyans. Ukatae ukubali. 2027 Arap Samuel Ruto. Hata 32 tupite. Change the constitution. Kenya ishaharibika. Change constitution, tuweke no election. Ruto enda paka tuame. Enda kabisa. Sisi tumeisha. Hakuna kitu hapo ndani. That is an order from I, President Raimiki on the grassroots of 47 county. I'm declaring today, ejaculate the name of Faruk Kibet from your mouth. The very way you had ejaculated from whatever, name your organism. I don't want to know the specimens. Thank you very much. Bless you Kenyans. You tukue pamoja tupeleke William.